Kampeni za chaguzi zote ndogo kote nchini ikiwemo zile za ubunge, useneta na wakilishi wadi katika maeneo mbalimbali zinatarajiwa kutamatika siku ya Jumatatu, Novemba 24 mwaka huu 2025 saa 12 jioni. Hii ni baada ya Tume Huru Chaguzi na Mipaka nchini IEBC kupitia mwenyekiti wake Ereses Ethakon kutangaza rasmi kipindi cha kampeni kuanza Oktoba 8 hadi Novemba 24 na kwamba zinafaa kufanyika kwa amani. We are beginning, of course, to witness some heightened political activities and engagements. You know, Kenya is a very vibrant country and society. But as a commission that has recently assumed office, from where we sit, we are not worried about those sentiments. In fact, we have issued a statement already, I think last week, to the effect that we are urging our politicians and we are urging citizens and we are urging all of us to desist from making any statements that are inflammatory, that are likely to impute improper motive to this commission. Katika kampeni hizo za lala salama kabla ya dirisha la kampeni kufungwa rasmi na tume ya IEBC, viongozi mbalimbali ikiwemo wale serikali walizuru mashinani kuwapigia debe wandani wao wa kisiasa. Lakini kampeni hizi katika maeneo mengine hasa kule eneo bunge la Kasipuli na Malava kulishuhudia vurugu na ghasia kutokana na ubaba wa kisiasa kutoka kwa viongozi wanaotaka wandani wao wa kisiasa kushinda viti hivyo. Never again will our young people lose their lives because of politics. Haitafanyika tena kwa hii Kasipuli ama hii Homa Bay. Na sisi hatuna fujo na mtu yeyote. So my friend, wewe kama unataka kuleta fujo hapa, watu wa fujo tunawajua. Kalonzo Musyoka na Gachagua wametangaza leo wanataka IEBC ibadilishwe regulations zake. At 3 months before election, voter registration, voter inspection, na waambia hiyo ni dalili ya kuanguka kura. Kampeni hizi za lala salama katika eneo bunge la Magarini, viongozi wa chama cha UDA na ODM walionekana kuungana kwa misingi ya serikali ya broad-based na kumpigia debe Harrison Kombe ili kunyakua kiti hicho. Mtampata Kombe ama mna mpango wa kando? Acha nione wangapi ni Kombe. Basi mna mpango wa kando, si ndio? Hii sio kura yangu. Nimekuja nimembeba Harrison Garama Kombe. Hari Garama Kombe. Hata hivyo, muungano wa upinzani kupitia viongozi wao walionyesha umahiri wa kisiasa katika uchaguzi huo wa Magarini kwa kuhakikisha wanawarai wakazi wa eneo hilo kumchagua Stanley Kenga, huku wale wasio na mirengo ya kisiasa wakipambana kiume. Huyu jamaa Kenga tunasema yeye ni kama mgala muwe, lakini haki mpe. Mtampa haki yake jamani. Tarehe 27 mtampa Kenga haki. Mtarudishia kiti alibiwa. Mtarudishia kura alibiwa. Wangapi wenye haki hapa niona kwa mikono? Ay. Sisi United Opposition, muungano wa vyama ambavyo vitaunga serikali baada chini ya miaka miwili, tumekuja kuwakabidhi huyu muungwana ili mletee bungeni, na mtaona ambao wengine watamkaribisha bungeni hapa. Wako hapa wengine. Sasa jameni, kati ya Stanley na mzee Kobe ni nani mnapenda? Mtapigia Stanley. Na hii mikutano ya hadhara kama town halls, mimi nikiwa mbunge nitahakikisha kila mwezi tuko na mikutano kama hii. Maana hii ndio itafanya sauti zenu ziwakilishwe na mwakilishwe vizuri kule bungeni. Maana hawa watu wanawakilisha na akili zao, wanaacha zenu hapa Magarini. Hazijaivuka ule mto, zikifika pale zinabaki pale, zinarudi huko.
Japo tume huru chaguzi na mipaka nchini IEBC kupitia Kamishna Alutalala Mkwana iliahidi kuhakikisha chaguzi zote ndogo nchini ikiwemo eneo bunge la Magarini zinafanyika kwa uhuru, haki na amani, tume hiyo imeonya viongozi dhidi ya kusababisha ghasia na vurugu wakati wa uchaguzi. Sisi kama tume huru ya IEBC tunaupa usalama kipaumbele, kwa sababu bila usalama hakuna kinachoweza kujiri bila kuwa raia wanahisi hawana uoga. Tumezungumza kwa kitambo cha haja na wametuhakikishia kwamba kutakuwa na maafisa polisi wa kutosha. Si polisi wa kawaida tu, wengine hamtawaona. Wengine wako chini ya maji, hamtawaona. Kutakuwa na wale wafanya fujo uone. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya Pwani.